Kwanza nitumie nafasi hii kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye sekta ya uchukuzi, especially katika mradi wa SGR. Katika muda wake wa miaka 4 na siku 2 leo tunapozungumza, ni mradi ambao umepiga hatua kubwa sana. Kama ambavyo tunafahamu kwamba ameupokea mradi huu ulikuwa katika hatua ya loti 2, lakini sasa tunazungumza kuhusu loti 8, kwa maana ya katika miaka 4 ameongeza loti 3, 4, 5, 6 and 8. Kwa hiyo ni kasi kubwa sana ambayo ameifanya. Tunafahamu pia kwamba alipokuwa anachukua kijiti kutoka kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, katika hotuba yake ya kwanza kabisa alisema ataendeleza miradi iliyoachwa na hayati Dr. Magufuli, lakini pia ataendeleza miradi mingine mipya. Kwa hiyo ni ishara ya wazi kwamba ni kiongozi ambaye anafanya kazi kwa vitendo, anazungumza na kutenda katika kauli zake. Leo mradi huu umetufikia katika manispaa ya Tabora, ukiwa ni loti 6. Kwa hiyo tunapongeza na kushukuru sana kwa sisi kufikiwa na mradi huu, kwa sababu mradi huu utakapotekelezwa, ambao tunaamini kwa mujibu wa taarifa kwamba by 2028 ni mradi ambao utakuwa umekamilika. Kilomita zaidi ya 411 zitakuwa zimejengwa kwa mwendo kasi. Kwa hivyo ni mradi ambao utaongeza kasi kubwa sana ya uchumi katika wilaya yetu na mkoa wetu. Lakini kwa ukanda wa magharibi, tunafahamu kwamba katika ukanda wa magharibi changamoto ya usafiri imekuwa ni kubwa sana, hasa katika usafiri wa barabara. Sasa hivi bado serikali inaendelea kutekeleza mradi wa barabara kukamilisha kutoka Tabora mpaka Kigoma, lakini kutoka upande wa Nyakanazi kwenda Kigoma bado kuna vipande ambavyo havijakamilika upande wa lami. Lakini ukamilishwaji wa mradi huu manake utaongeza mawanda mapana ya usafiri. Kwa mwananchi atachagua apitie usafiri gani. Atapita upande wa barabara, atapitia SGR, atatumia ndege, atatumia treni ya kawaida au ya mwendo kasi na mambo mengine. Kwa hiyo kwa maana ya lot 6 katika mradi wa SGR hapa Tabora, kwetu sisi tunaona ni faraja kubwa sana. Tunawakaribisheni na tunaomba mkandarasi aliyechukua kazi hii afanye kazi yake kwa wakati, na ninyi watu na mamlaka iliyokabidhiwa jukumu la kusimamia mradi huu kwa maana TRC, ambao wamekuwa ni weledi wa kusimamia mradi huu katika roti zote, ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka hii tunapozungumza ya 6 na zingine ambazo zinaendelea. Umeonyesha uwezo mkubwa wa kusimamia miradi mikubwa ya kimataifa. Redi ambazo kwetu sisi tulikuwa tunaziona kwenye television, leo tunaziona katika maisha yetu ya uhalisia. Tunapanda treni za mwendo kasi, treni ambazo hatukuwahi kuzipanda. Kwa hiyo napongeza sana TRC kwa mradi huu, lakini kwa weledi wa usimamizi wa miradi. Unasimamia miradi kwa kiwango cha kimataifa, kuanzia kwenye ujenzi lakini kwenye operation. Kwa hiyo tunawapongezeni sana na tunaimani kwamba mradi pia utakapokamilika huu, kwetu sisi kama Tabora utakuwa umefungua milango mikubwa ya kiuchumi. Kwa wananchi wa Tabora, niwaombe tu waendelee kutoa ushirikiano, na sisi kama serikali tutaendelea kuwapa ushirikiano wanaohitaji, kwanza mkandarasi, lakini pia kwa client kwa maana ya TRC, kuhakikisha kwamba mradi huu unajengwa bila kikwazo chochote. Kuanzia kwenye utoaji wa maeneo, tutahakikisha kwamba tunatoa ushirikiano maeneo yote ambayo yatapitwa na mradi, taratibu na sheria zote tutahakikisha kwamba zinafuatwa ili mradi huu uweze kutekelezwa. Lakini huduma za kijamii zinazohitajika zitatolewa katika kipande chetu hichi. Tutatoa huduma zinazostahili, chakula, malazi na huduma zinginezo. Lakini pia tuna matumaini kwamba katika uwepo wa mradi huu vijana wetu watapata ajira katika mradi huu, ajira za ulinzi, lakini ujenzi na mambo mengine mengi. Kwetu mradi huu unatija kubwa na ni mradi mkubwa, na hivyo tunatarajia kwamba utakuwa na manufaa makubwa sana kwa wananchi wetu.